Naitwa Gabriel Lebondi Kivuyo. Kero yangu naelekeza kwenye taasisi ya idara ya maji. Kumetokea wimbi la wizi wa mita za maji, lakini mita hizo zimewekwa mbali na mtumiaji wa mita kiasi ambaye hataweza kufanya ulinzi juu yake. Endapo mita hiyo imeibiwa, wewe mtumiaji wa maji ndio unapaswa kwenda kutoa ripoti polisi na hatimaye ulipie gharama za kurudisha maji. Sasa swali kwa taasisi ya idara ya maji, kitu ambayo iko nje ya fensi yako au iko nje ya barabara hii, wezi wanaiba, alafu wewe ndio unakuja kuathirika kulipa na kugharamia, na bado eti wewe ndio unaendelea kulipa bili, kuwalipa idara ya maji. Maji umesikia? Hebu njoo tueleze. Huyu Gabriel Kivuyo ameleta matatizo ya wananchi, ikiwa ni pamoja na kuibiwa mita za maji. Majibu yote sinayo mimi. Asante Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya. Ni kweli tuna changamoto kubwa ya wizi wa mita, na kwa kata yetu ya Moshono, kwa maana ya kanda ya Moshono ambayo inahudumia kata 6, tumeibiwa jumla ya mita 1300 mpaka sasa. Lakini swala hili tunalishughulikia. Tumeshawasiliana na wenzetu wa ulinzi kwa maana ya askari. Tunawashauri pia wenye vitu wa mitaa kwa maana ya kuanzisha ulinzi shirikishi, ili tunaendelea mitaa yote. Lakini kwa upande wa Mwishono kwa maana ya kata hii, bado tatizo ni kubwa ukilinganisha na kata zingine. Kwa maana ya taasisi, tutafanya mkutano pamoja na hao wanaonunua vyuma chakavu, kwa sababu utafiti wetu unaonyesha mita nyingi zinazoibiwa zinapelekwa kwa wenzetu wa vyuma chakavu. Kwa hiyo tutafanya mkutano nao, mkurugenzi ameandaa huo mkutano, tutawaita. Baada ya hapo tutawapa elimu ya kutosha ili wasichukue vifaa vya maji. Na vifaa hivyo sio mita tu. Ndugu yangu. Ndio mkuu. Unasikia? Ndio. Mimi ni mkuu wa wilaya. Ndio. Lakini ni Mswahili kama wenzangu. Ndio. Ni mwananchi kama wenzangu. Huwezi ukasema mtu kaibiwa mita alafu eti mkae mwanze kupeana elimu. Eti vinaenda kwenye vyuma chakavu. Mimi nataka majibu ya moja kwa moja. Bwana, mkuu wa wilaya, hizi mita zimeibiwa, zimepelekwa kwa mtu anayeshughulika na biashara ya vyuma chakavu ambaye ni huyu hapa, ambaye nimemkamata na mita hizi hapa. Ndio maana ninasema wewe utanihakikishiaje kama kweli hizo zinaenda kwenye mita chakavu? Sasa sikiliza bwana. Mimi nataka kutatua tatizo hili iwe ya kudumu. Ndio. Sio mambo ya kufikiria. Ungemtaja kama mwezio, yule mwezio si alitaja kampuni fulani ndio inahusika. Si tunamtafuta huyo kampuni anakuja. Sasa wewe kama unasema chuma chakavu, katuletee mtu wa chuma chakavu aliyechukua nani? Na Mheshimiwa DC, walikamatwa walioiba mita. Walipelekwa mamlaka ya maji. Tunahisi kama mamlaka ya maji wana biashara na hii. Mimi kwenye kata yangu wameiba mpaka hata nyumbani kwangu. Wakapelekwa, walikamatwa wanaoiba mita za maji. Mamlaka hawafuatilii. Wao wanachong'ang'ania, ukiibiwa mita ya maji ulipe shilingi 86,000. Lakini zaidi ya yote, wakati wanatoa mita za maji nje, makubaliano yetu yalikuwa ni kwamba waeke security yao pale kwenye mita za maji. Wameshindwa kufanya hayo. Leo wanataka sisi tulipe mita za maji za nini? Nendeni mkajipange, rudisheni mita za watu majumbani mwao. Mmeshindwa kulinda mita, hakuna haja ya kubaki mita barabarani. Nini ndio tatizo la hili jambo? Na mmesema, serikali imesema tulipie mita. Serikali ipi hiyo ambayo inanyanyasa wananchi? Mheshimiwa DC, hili ni jambo linaumiza wananchi na hatuwezi kukubaliana nalo. Asante sana. Wewe sikiliza, hebu sogea hapa karibu. Lakini sio karibu sana, nitakurukia kichwa. Wewe sikiliza. Hivi wewe kweli uliletewa wezi ukawaondoa? Mheshimiwa Diwani, kweli mlipeleka wezi? Walikamatwa wezi walioiba mita za maji. Walikamatwa wezi wakiwa na mita za maji. Pale ndio ilikuwa mwanzo wa kuanza kushughulika na watu wao. Sisi tunahisi Mheshimiwa DC, mamlaka ya maji
kuna watu ambao hasi waaminifu kwenye mamlaka. Tunahisi kwa sababu akisema chuma chakavu anasema uongo. Kuna kikitu kama fiber ndio wale watu wanakichukua. Mimi wameiba mita mara 2 kwangu. Na sasa Mheshimiwa DC, mimi nyumba yangu iko hapa. Kule mwanzo wa Club D ndio mita zimewekwa kule. Nani mlinzi wa zile mita? Sio wewe. Si mamlaka ya maji. Walisema wangeweka wazungushie zile zege kwa ajili ya kuwekea ulinzi zile mita. Hawakufanya hivyo. Mita zinaibiwa kila siku. Ni jambo ambalo linajirudia kila siku. Hata leo tuna watu tena, saa nyingine Mheshimiwa DC, unakwenda kulipa hata zile mita za maji, unakaa miezi 2 hujafungiwa mita. Yaani imeibiwa, umelipa, bado hata miezi 2 huna maji nyumbani. Mnatesa wananchi. Brother, mnatesa wananchi. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, ni kweli kuna baadhi ya watuhumiwa ambao walikamatwa na mita za maji, ambapo tulikamata mita 12. Huyo kijana tulimpeleka polisi. Baada ya kufika polisi akapata dhamana na kesi ipo mahakamani. Hiyo ni moja. Habari kutatua tatizo kwa maana ya kutoa mita nje. Ndio mkuu, ni kwamba kwa sasa hivi kama mamlaka ya maji tunasogeza zile mita karibu na geti la wateja, lakini sio kama ilivyokuwa awali mita 60. Usisogeze karibu na geti zilipo kwanza. Kwa hatua ya kwanza ndio ninawapeni mwezi mmoja, sawa, wa kujenga vioski vya hiyo, sawa, vikiwa na grili yake. Utawala upo sawa. Kaa hapa, chukua hii maelekezo yangu. Mwezi mmoja wawe wamejenga vizimba vya kutunza mita zile, na nimeona vizimba vyenu mnaweka geti juu. Mtu unajenga nyumba kabisa na geti hivi na kufuli, na mtu kutoka idara ya maji ya kuwa anakagua hiyo nyumba kila siku ajabu. Na mambo ya ulinzi shirikishi sasa inakuwa si kuchunga zile mita pale moja zikiwa kwenye nyumba yake. Sasa mpaka mtu anavunja geti, anaingia tena, anafungua mlango ule, anachukua zile mita, ni mbali. Asubuhi tutakuwa tumemkuta. Hiyo ni hatua ya kwanza. Na kagua tena leo. Siku gani? Leo tarehe 26. Mwezi mmoja ni tarehe 26 ijayo, nitakuja tena tarehe 26 kwa biashara ya kukagua kwenye tarafa hii, kukagua vizimba tu vya maji, vya utunzaji wa maji. Mambo ya elimu na nini hatuhusiki nayo sisi. Haya.